Kwa takwimu zilizopo katika msajili wa talaka, wakala wa usajili, ufilisi na udhamini talaka kwa mwaka 2023 hadi 2024 zimekuwa zikiongezeka. Kwa mfano, mwaka 2023 zilisajiliwa talaka 711 na mwaka 2024 zilisajiliwa talaka 1569 na mwaka 2025 zilisajiliwa talaka 1172, na hii kwa zile ambazo zimetolewa taarifa. Hali ni mbaya zaidi katika jamii, kwani idadi ya ndoa zinazovunjika bila kutolewa taarifa zinaendelea kuongezeka. Hii inaashiria uwepo wa changamoto katika utendaji wa mifumo ya usuluhishi wa migogoro ya ndoa, hususan katika ngazi ya jamii. Baadhi ya changamoto zilizobainika ni pamoja na: moja, ukosefu wa mafunzo ya kutosha kwa wajumbe wa bodi. Mbili, kutozingatiwa kwa taratibu sahihi za usuluhishi. Tatu, ujazaji wa fomu usiozingatia sheria. Nne, bodi kutokujua mipaka yake, na mwisho, wananchi kutokuwa na uelewa wa uwepo na umuhimu wa bodi hizi. Kwa mfano, mwaka 2023 kituo jumuishi cha masuala ya mirathi na ndoa cha Temeke, Dar es Salaam kilisajili takriban mashauri 8555 ambayo inaashiria kuongezeka kwa migogoro ya ndoa na kuhitajika kwa kuimarisha mifumo ya usuluhishi katika jamii. Ndugu washiriki, nichukue nafasi hii kusisitiza kuwa wajumbe wa bodi si mahakimu, ninyi ni wasuluhishi. Naomba kusisitiza kuwa wajumbe wa bodi si mahakimu, ninyi ni wasuluhishi. Jukumu lenu si kutoa hukumu, bali kutumia kila njia zinazowezekana kusaidia na kuwezesha pande mbili kufikia mwafaka kwa njia ya mazungumzo na maridhiano. Aidha, ni muhimu kuzingatia maadili ya kazi yenu, ikiwa ni pamoja na kutunza siri za wanandoa, kutopendelea upande wowote, kuendesha usuluhishi kwa haki na heshima, na mwisho, kujiepusha na rushwa au upendeleo wa aina yoyote. Ndugu washiriki, serikali pia inatambua mchango wa wadau mbalimbali katika kuimarisha utendaji wa bodi hizi, wakiwemo wakurugenzi wa halmashauri. Kisheria, msingi wa ndoa ni wanandoa kuishi maisha yao yote wakiwa pamoja. Hali hii haitofautiani na msingi wa ndoa kwa mujibu wa imani zetu. Ndugu washiriki, kwa kutekeleza matakwa hayo, sheria imeweka takwa la lazima pale inapotokea suala la mgogoro wa ndoa, ni lazima uwasilishwe katika bodi za usuluhishi wa ndoa. Wajibu wenu sio kupunguza mzigo wa mashauri mahakamani, bali ni kulinda ndoa na kudumisha mshikamano wa familia. Ili muweze kutekeleza wajibu wenu vizuri, serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kupitia Wizara ya Katiba na Sheria imeamua kuendesha mafunzo haya ili kuwajengea uwezo wa kitaaluma wa kutekeleza jukumu hili muhimu. Wajibu wenu sio tu kutatua migogoro inapotokea, pia kuhakikisha mnasimamia na kushauri kuhusu uhalali wa ndoa. Hivyo elimu mtakayopata
itawasaidia kuongeza uelewa wa nini maana ya ndoa, uhalali wa ndoa na mbinu za usuluhishi wa migogoro ya ndoa. Ndugu washiriki, kuvunjika kwa familia kuna athari kubwa kijamii. Kuna athari kubwa kijamii na kiuchumi. Mfano, kiuchumi, talaka husababisha kupungua kwa kipato cha familia, kuongezeka kwa umaskini na mzigo mkubwa wa malezi kwa mzazi mmoja. Vile vile, serikali hulazimika kutumia rasilimali zaidi kutoa huduma za kijamii. Kijamii, talaka hudhoofisha mshikamano wa familia, huathiri malezi na ustawi wa watoto, na wakati mwingine kuchangia kuongezeka kwa matatizo ya kijamii kama uhalifu na watoto wa mitaani. Ndugu washiriki, kwa upande wa siasa, talaka huongeza shinikizo kwa serikali kubuni na kutekeleza sera za ustawi wa jamii ili kusaidia familia zilizovunjika. Hali hii pia huathiri maendeleo ya taifa kwa kudhoofisha nguvu kazi na ustawi wa jamii kwa ujumla, na hivyo kupelekea taifa kushindwa kufikia malengo yaliyoainishwa na Dira ya Taifa ya Maendeleo 2025 ambayo inaisha, lakini dira ambayo inakuja 2050 ya kuwa na familia imara, kupeleka jamii tulivu. Hivyo ni muhimu kuweka mikakati